Tunafanya nini katika ibada? Ibada inahusisha sifa kwa Mungu asubuhi. Ni bracket andika asubuhi. Ibada inahusisha sifa kwa Mungu. Ibada inahusisha sifa kwa Mungu in bracket asubuhi. Leo asubuhi tumeona ni asubuhi mapema alfajiri. Mambo ya Nyakati wa kwanza 23:30 ndio First Chronicles chapter 23 verse 30. So ibada inahusisha nini? Sifa. Hebu niwaulize swali kidogo. Sifa ni nini? Mtu mmoja ainue mkono aniambie sifa kwa Mungu ni nini? Hata neno tu moja lenye unajua. Sifa kwa Mungu. Tumsifu Mungu. Sifa kwa Mungu ni nini? Mmoja amesema maneno ya vinywa vyetu. Sifa kwa Mungu ni nini? Okay, anasema ni maneno ya vinywa vyetu kuhusu kile ambacho amefanya. Acknowledge kile ambacho Mungu amefanya. Hiyo ndio sifa. Hii si kuimba. Kama unaimba na kuimba kwako, yani kusifa, sifa huwa haihusishi kwanza nyimbo. Haleluya. Lakini unaweza tumia melodies kwa ajili ya kusifa. So ni una acknowledge, kutambua, yani ni kusemea vizuri kwa kazi ya Kristo. Ndio sifa. Haleluya. Na kuabudu. Mtu mmoja inue mkono. Nini maana ya kuabudu? Naona kumbe tunajifunza vizuri. Umeelewa sifa? Wow. Na kuabudu? Hamjui? Kuabudu kwa neno tu rahisi tu ni kuheshimu. Kuonyesha heshima kwa kila ambacho Kristo amekifanya. Unakubali. Heshima ni sawa na yani unajua kitu ambacho na for example tumesema kuabudu, si ndio? Twende tumwabudu Bwana. Kwenda kuabudu maana yake na heshima, maana ibada kwa sababu ya heshima ndio inanipeleka kwenye kufanya nini? Kuabudu, kutambua na kwa nimetambua kile Kristo amefanya juu ya maisha yangu. So manake kwa sababu ya ile heshima, unaona, naenda kuheshimu. So kwenda kushiriki kila ambacho kinafanywa pale ni inakuwa na muabudu Bwana. Manake unashiriki kwenye kila ambacho kinafanywa kwenye ule ushirika. Ama wewe mwenyewe unajitoa kwa ajili ya kuabudu Bwana. Unakuwa unachukua muda wako na utenga kwa ajili ya kuheshimu kazi ya Kristo. So nitaifafanua mbeleni. So Mambo ya Nyakati nasema nao Mambo ya Nyakati wa kwanza 23:30. Nao wasimama kila asubuhi kumshukuru na kumsifu Bwana na jioni vivyo hivyo. Hawa watu wa Agano la Kale bwana. Wamelika watu wengi leo. Nao wasimama kila asubuhi. Si amesema kila. Ni kila asubuhi. Kumshukuru ambapo hiyo ni kuabudu na kusifu Bwana. So anazungumzia kuabudu pamoja na kusifu. Maana kuheshimu ni sawa na kushukuru ambaye kazi ambaye Kristo amefanya. So na jioni vivyo sawa, ni watu ambao walikuwa very committed. So anasema, so ibada inahusisha maombi kwa Mungu pia asubuhi. So tumeona hapa kuna kuabudu na kusifu, alafu ibada pia inahusisha maombi kwa Mungu asubuhi. Psalms 5 verse 3. Zaburi ya 5:3. Mstari wa 3. Ibada inahusisha maombi kwa Mungu asubuhi. So Zaburi 5:3. Bwana asubuhi utaisikia sauti yangu. Asubuhi nitakupangia hatua yangu na kutasamia. So haya ni maombi. Anaposema Bwana asubuhi utasikia sauti ya
So atakuwa akifanya nini? Akiomba. Haleluya. So anasema Bwana asubuhi. So ni asubuhi. So manake ibada inahusisha pia nini? Maombi. Zaburi ya 55:17. Zaburi ya 55:17. Zaburi ya 55:17. Jioni, asubuhi na adhuhuri nitalalama na kuugua, naye ataisikia sauti yangu. Haya ni maombi. Jioni, asubuhi na adhuhuri. Adhuhuri ni mchana hivi. Adhuhuri nitalalama na kuugua. Ni Psalms 55:17. Na kuugua, naye utaisikia sauti. So maombi inahusisha kuugua. Huwa tunasema kuomba na muziki. Haleluya. So mwandishi anasema jioni, asubuhi na adhuhuri atakuwa ataomba. So anafanya maombi si tu ya mzaa, ni kuugua, anaomba kwa mziko, kwa mzongo, kwa kuchemka. Haleluya. So maombi inahusisha kuomba kwa mziko, kuugua ndani yako kwa ajili ya chako. Ibada inahusisha kusikiliza neno la Mungu. Ibada inahusisha kusikiliza neno la Mungu na kusikia kutoka kwa Mungu mapema sana kabla ya masumbufu ya siku. Ibada inahusisha kusikiliza neno la Mungu na kusikia kutoka kwa Mungu mapema sana kabla ya masumbufu ya siku. Ibada inahusisha kusikiliza neno la Mungu na kusikia kutoka kwa Mungu mapema sana kabla ya masumbufu ya siku. So tumeona mambo ambayo yanahusishwa kwenye ibada. So ukisema unamfanyia Mungu ibada, tumesema kwenye ibada kuna kuabudu na kuna kusifu. Kwenye ibada tumesema pia kuna kufanya nini? Kuna kuomba, si ni kweli? Kuna kuomba. So ibada inahusisha pia kuna kuomba na pia kuna kusoma nini? Kuna kusikiliza. Msikie. Ibada inahusisha kusikiliza. Kumbukeni sijasema kusikia. Ibada inahusisha kusikia neno la Mungu. Na pia tulifafanua kuhusu kusikia na kusikiliza. So kusikiliza neno la Mungu. So kusikiliza ni kitu ambacho unachimba ndani, kutaka kujua huyu mtu anaongea kuhusu nini. Kusikia ni kile ambacho umesikia tu, yani kama mpitaji wa barabara. Lakini kusikiliza ni mtu ambaye anataka kufuatilia na kuchimba ndani. Haleluya. Anataka kufanya anagnose ku make sure kwamba kile ambacho tumefundishwa ndio hicho. So tumesema inahusisha kusikiliza kutoka kwa kusikiliza neno la Mungu na kusikia pia kutoka kwa Mungu mapema sana kabla ya masumbufu ya siku. So ibada si tu sikiza, ibada ihusishi tu kusikia, ni kusikiliza neno. Ibada ihusishi tu kusikiliza neno, bali pia kusikia. Haleluya. Kuna pia na wewe uwe unafaa ibada inaweza pia unasikia Mungu anasema nini kwenye ibada. So kwenye ibada kuna kusikiliza neno la Mungu, ambapo ni kujifunza, kuchimba ndani. Lakini pia kwenye hilo neno la Mungu unafaa uweke usikivu, sikiliza sauti ya Mungu katika hilo neno la Mungu. Haleluya. So kuna kusikia na kuna kusikiliza na kuna kusikia kutoka kwa Mungu. Haleluya. Umeamini katika dhabihu ama dhabihu ambayo Mungu ametoa katika Kristo. Amen, amen. So tumesema mapema sana kabla ya masumbufu ya siku. So najua tu masumbufu ya siku ikianza yanakupana sana. Ulikuwa unasema unataka kuomba, jamaa tu asubuhi na mapema amekutokea asubuhi anakuambia vipi? Hebu kuja ukimeharibika. Sasa hata ibada hujafanya. So muamini ambaye anataka kukua katika kiroho na kufanya kuwa kwenye ushirika mzuri na Baba, anafaa jifunze wakati kuna utulivu, maana wakati ule hakuna masumbufu ya hapa na pale, masauti na nini.
wakati ule wa utulivu unaweza ukachukua Biblia ukasoma kidogo, ukachukua ama kuna audio fulani ukasikiliza, ukatengeneza notes, ama kuna video ukasikiliza ukachukua notes, alafu maana katika kusikiliza neno la Mungu kuna kusikia sauti ya Mungu. So ukasikia Mungu ameongea nini, unaandika notes zako pale za sauti ya Bwana. Halafu ukachukua muda wako kaomba. Chukua muda unaomba. Halafu unaanza shughuli zako. Nakwambia unakuwa umenyooka sana. Unakuwa umenyooka. Hata majaribu yakikuja hiyo siku nakwambia inakupata umeshiba roho. Yaani uko chonjo, unakabiliana na mambo sawa sawa. Sasa unajua wakati huu kwa sababu ya kutoomba usiku na asubuhi, hata jioni watu ombe. Sasa unajua ukiomba unasikia umechaa. Mafuta inatiririka. So kuna hali zikikutokea ni rahisi kusichallenge hizo hali, lakini unakutwa my friend, yani ni kama haya mafuta yamepunguka kweli kweli, ni kama hata uko tu kafu hauna hata usikii kama kuna kauwepo ka Mungu hivi. So ni vitu ambavyo tunahitaji kuvifanya. Isaiah 50 chapter 50 verse 4. Isaiah chapter 50 verse 4. Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtekemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Uniamsha asubuhi baada ya asubuhi. Uniamsha asubuhi baada ya asubuhi. Uniamsha. Sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Lazima madai ya dhambi itoshelezwe kwanza. Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtekemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Uniamsha asubuhi baada ya asubuhi, uniamsha. Sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Wewe unaamshwa na Mungu anakufundisha ukilala umejisahau tu mpaka unachelewa kwenda kazi. Hauna pia Mungu hawezi amsha mtu. Kwani mara ngapi umekosa usingizi usiku na ukaendelea kutafuta tu usingizi mpaka kabisa unatafuta tu kabisa leo una usingizi na uwezi hata omba. Na wengi tu wanasikia inafika wakati mwingine unalala tu, hata unalala mapema na bado unalala throughout mpaka asubuhi. Lakini kuna wakati unakuta kuna usingizi kabisa, umeamka usiku. Najiuliza usingizi umeenda wapi? Kwani hujawahi jua ni Mungu amekuamsha anataka uombe. Sija shida tu mtu anataka asikie Mungu akisema mwanangu sasa amuka uombe. Amuka usemesane na mimi. Ndio wakati Mungu amekuamsha anataka aseme na wewe huwa unajilazimisha kutafuta usingizi. Sasa zingine unasikia kabisa uamke uombe, lakini sasa ndio nimetoka kulala saa hii. Sasa mimi mambo. Hata nimeanza kushika. Bwana. Alafu naanza kufikiria sasa uje kasi nitasumbuka kasi wewe. Maana Mungu alikuwa anataka tu uweze kuamka mahala pale, wewe kae mahali uchukue uanze kukaa kwenye mkao wa ibada na yeye ufanye ushirika na Mungu. So katika hii hali ya kwenda kuomba, Mungu anaanza kuteremsha sauti yake. Unasikia kwa masikioni kweli kweli. Yaani unasikia kwenye moyo wako Mungu anasema na wewe. Lakini kwa sababu mara mingi tunanyima moja Mungu, shida ya Mungu naye huwa anasimishi mtu. Mungu anasimishi. Hujawahi hata kandoto kazuri ka ujumbe. Au mtu akakusutua akakakatika. Unaenda kulala utafuta akarudi kabisa. Ndio mimi mara mingi mama akiota huwa najaribu sana hata lisipinduke na kanga kabisa, sitakangi maana nikimkusa atatoka kwenye ndoto. Lakini akiamka tu papo namwambia haya ulikuwa unaota nini? Alafu anaanza kunielezea. Maana sio mtu akianza kuota wakati mwingine, maana unajua huyu jamaa anaota, huyu jamaa anaongea hapa. Yaani kuna anaota kwa katika ulimwengu wa roho. Sizungumzi ati anaongea wewe unajua sizungumzi. Ina kishajua tu anaota kaka nimenyoka hivi. Kama nimenyoka bwana. Maana kimkusa hivi kwanza mama anakuanga sensitive sana.
ukifanya tu mkono hivi ameshaamka. Nasikia anafanya hivi. Ni kama watoto wangu. Wakiwa wamelala, wamejifunua blanketi. Ukienda tu kurutisha ka blanketi hivi, ameshafanya hivi miguu anatupa huko. Na alikuwa amelala complete. Lakini kwa sababu unamfunika amejua, anatupa huko tena. So wakati mwingine kuwa sensitive wakati Mungu anataka aseme na wewe asubuhi ama usiku, anataka kusikisha neno lake. Haleluya. Na pia tutajaribu laundi. Kwa hiyo maisha yetu ya Kikristo yanahusisha mtembeo wa kila siku ambao unajumuisha maisha ya kila siku ya ibada. Kwa hiyo maisha yetu ya Kikristo yanahusisha mtembeo. Kwa hiyo maisha yetu ya Kikristo yanahusisha mtembeo wa kila siku ambao unajumuisha maisha ya kila siku ya ibada. Kwa hiyo maisha yetu ya Kikristo yanahusisha mtembeo wa kila siku ambao unajumuisha maisha ya kila siku ya ibada. Kwa hiyo maisha yetu ya Kristo yanahusisha mtembeo wa kila siku ambao unajumuisha maisha ya kila siku ya ibada. So ibada ni hapa tu. Kulingana na vile tumejifunza, ibada ni kwenye mchengo tu. So ibada ni ya kila, si tunaona anasema jioni, asubuhi na adhuhuri, si ndio? So ibada ni wakati wote unaweza ukajitenga kwa ajili ya kufanya ibada na Bwana. Haleluya. So haya niulize swali. Wakati umekaa chini unajifunza neno la Mungu, ni ibada? Wakati unaomba ni ibada? Yes. So wakati uko kwa study unasikiliza fundisho, uko busy pale unachukua notes zako vizuri, uko kwenye ibada. Maana kwenye kile unasikiliza bado kuna sauti ya Mungu. Kuna mambo ulikuwa umeshindwa kufanya maamuzi, hujui nini cha kufanya, lakini kwa sababu umejifunza unasema at least nimejua nini cha kufanya mahali hapo. Haleluya. Glory to God. Kwa example, unajua chuki, watu wengi tukiwa kwenye injili ya pale nyuma tulikuwa watu ukichukianga mtu umemchukia kweli. Si ni kweli? Hata utaki hata kumuona kisura yani. Yaani unasikia unasamkula. Yaani ukimchukia mtu umemchukia. Lakini baada ya neno tukijifunza vizuri, hiyo chuki kwani kuna wewe ndio unaiondoa ama neno la Mungu? Unajikutanga tu yenyewe imeteremka chini, hata haiko, unasikia tu kwenda kumsalimia wewe jamaa. Yaani kitu inakusukuma tu ende ukae na yeye. Kwanza kitu inakunyenyekesha mpaka ende tu nyenyekee umwambie. Kwanza maneno yanajipangilia tu yenye utamwambia. Yenye hujatafuta hewani. Kwa sababu ya nini? Umejifunza vizuri. Sasa haya, kulingana na vile tumejifundisha, ukiwa kwenye ibada unafaa utoke bure ama utoke na kitu? Mambo kutoka kwa ibada, yani hukusikia sauti. Kwenye ibada tunapokuwa, acha tuchukulie ibada ya jumla tukiwa hapa kanisani. My friend, kama unaweza tu kutoka kanisani useme hakuna sauti mimi nilisikia ya Mungu, yani you are so funny. Watu wote kutoka asubuhi waliongea wote mpaka baada ya ibada. Kuna hata kama uko umesikia kuna mwingine akakuja akakufikisha jambo fulani, kumbe ilikuwa sauti ya Mungu, lakini bado uko tu hapo na sauti ya Mungu sijasikia kitu. Kwani ulikuwa unataka uko mabadi ni mimi Mungu nimeteremka hapa. So kwenye ibada akisha umetoka na haya, niwaulize swali. Wakati mnakuwa kwa mazoezi ya waimbaji ni ibada? Semeni kwamba si ibada. Mimi nilijifunza wakati wote niko kwa mazoezi ya kuimba, huwa siku anatoka bure. Mnaona sasa hivi nimeteremka kwa kuimba kwa sababu mnaona vizuri kabisa sishiriki kwenye vikao vya uimbaji na sijakaa. Lakini wakati wote nilikuwa kwenye kwa ibada ya yani, maana hiyo nilikuwa naichukulia ni ibada. Na mkiwa Kangemi mlikuwa mnakumbuka sitakaro. Wakati mwingine roho anajaa watu huko kwa, yani ilikuwa ni mazoezi lakini imebadilika na kuambia kitu kingine tofauti.
watu wamejaa roho, wanalipuka, wananena kwa lugha, kwa sababu hiyo ni ibada. Hata ulitufundisha tukiwa kageni kama mazoezi si mazoezi. Nilisema hivyo. Nakumbuka nilikuwa nasema hivyo. Na hata ujua sikuwa na ufahamu wa kutosha kuhusu ibada. So unaona Mungu ndio alikuwa vitu vingine Mungu anakuelekeza unavitamka, lakini mtu akikuuliza hebu jaribu kueleza in details tu vizuri, huwezi pangilia maneno vizuri bila inavyotaka. Lakini kaufahamu kaumbani. Kale kama ruirui. So palipo wawili watatu kwa ajili ya kuzungumza kuhusu kasi ya Kristo. Hiyo inaitwa nini? Ibada. Maana pale kuna sauti ya Bwana. Kuna mwingine ataongea, utasikia mtu alikuwa anaongea akanyamaza kwa sababu mwingine anaongea. Ana change. Kumbe kuna sauti ya Mungu kupitia kwa huyo mwingine pale. Anajuaje maneno anaongea kwangu sasa. So ibada inahusisha kila wakati ama kila siku. Haleluya. Kwa hiyo maisha yetu ya Kikristo yanahusisha mtembeo wa kila siku ambao unajumuisha maisha ya kila siku ya ibada. Wakati maalum uliotengwa kila asubuhi kwa ajili ya ushirika na Baba. Wakati unajua tumemaliza, so tuendelee. Wakati maalum uliotengwa kila asubuhi kwa ajili ya ushirika na Baba. Inajumuisha maisha ya kila siku ya ibada, wakati maalum uliotengwa kila asubuhi kwa ajili ya ushirika na Baba. Haya, kusifu, kuomba na kusoma neno na kusikiliza neno la Mungu. Nakumbuka pia kusikia sauti ya. So ibada wakati inafanyika wakati maalum, wakati uliotengwa kila asubuhi kwa ajili ya ushirika na Baba, kusifu, kuomba na kusoma na kusikiliza neno la Mungu. Nakumbuka pia na kusikia. Haleluya. So hata mchana unaweza ukawa na mtu ambao umetenga. Jioni unaweza ukawa na mtu ambao umetenga. Si just asubuhi pekee yake. Maana kuna mwandishi mmoja anasema jioni, asubuhi na adhuhuri. Haleluya. So ni kufanya nini? Ni mtu maalum, wakati maalum uliotengwa kwa kila asubuhi kwa ajili ya ushirika na Baba. So wakati wote unasifu, unafanya ushirika na nani? Na Baba. Wakati wote unaomba, unafanya ushirika na nani? Na Baba. Wakati wote unasoma neno la Mungu, unafanya ushirika na nani? Baba. Wakati wote unasikiliza neno la Mungu. Kusikiliza sasa si kwamba unasoma kwa Biblia. Kusikiliza ni kufundisha ambalo limeshafundishwa. Bado unafanya nini? Ibada na Baba. Glory to God. Hebu tukiri, tufanye ukiri kidogo. Sema ninatambua kwamba maisha yangu ya Kikristo yanahusisha mtembeo wa kila siku na Mungu. Maisha ya kila siku ya ibada. Ninatenga muda kila asubuhi. Na utatenga. Nisema ninatenga. Sasa hapo watu wameanza kosa kuongea. Mungu atatusaidia. Ila yaongei sasa. Ila yavuga mtoto sasa. Anasema ninatenga muda kila asubuhi ili kufanya ushirika na Baba, kusifu, kuomba na kusoma, kusikiliza neno la Mungu. Mungu nisaidie. Ayo umekiri lakini unashaka tu. Leo nitaweza kweli. So, tutafika hapo kwa leo kuhusu ibada. Sawa. Tutafika hapo kwa leo kuhusu nini? Ibada. So, ona kwenye ibada kuna maombi, si ndio? So, tumesema kwenye ibada maombi bado ni ibada. So, kipengele ambacho tutaflow nacho next ni maombi. Tuko pamoja? Maombi. Sasa tunaangalia, so ibada hatuchaangalia details ya vitu kuhusu ibada. Tunaangalia tu ni nini ambacho kinafanyika kwa ibada. Ndio tuita ni ibada. Ni mambo gani inakuwa imefanyika mahali pale
Kumbuka kwenye Matendo ya Mitume Biblia inasema kwamba mitume wakakusanyika pamoja, wametajwa jina, wakawa wanaomba na wanafunga na kuomba. Sio inatangulia kufunga na kuomba ama kuomba na kufunga, alafu inasema na kumfanyia Mungu ibada. Na katika hiyo hali mmoja akasimama. Sasa nikisema mmoja akasimama itaandikwa hivyo, lakini ilikuwa hivyo. Mmoja akasimama akanena kwa lugha, akafasiri alichokiona. Na aliposimama akinena kwa lugha akafasiri, asema Roho wa Mungu, nitengeni panaraba na fulani kwa ajili ya kazi niliyowaitia. So kwa sababu walikuwa wapi? Kwenye ibada. Walisikia sauti ya Mungu ama kusikia? So mmoja alisimama akanena kwa lugha akafasiri kile ambacho amefanya nini? Amenena kwamba asema Roho Mtakatifu ama asema Bwana, asema Roho. Haleluya. So ilikuwa katika fasiri ya lugha, ndio neno la hilo ni neno la hekima. Neno la hekima kwamba nitengeni fulani na fulani kwa ajili ya kitu ambacho niliwaitia mbele. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. So tutakama hapo na maombi. At least tumejifunza kitu kidogo kuhusu ibada, kidogo hivyo. So kwenye kujifunza kwako utakuwa unaendelea kuangalia ibada na nini itakusaidia na utakomaa, utakuwa vizuri. Haleluya. So tunaweza tukafanya wakati wote. So tusichukue muda tunene kwa lugha angalau. Rako bahante Rida da basupra hante ke bahuri dobra hante te lita mahondra hante ke kakaja lika mosepra hanta bobo ruta maseka bahota bokota rades ya buri kapra hanta babosa riko moshata kabaladi rika basupra dika moseke teke meledi hamra dosa bahanta ke bakika baha rodos ke bahanta radika bokota radose ke bahanta balada rapita basekita balado borodo kosekedi alo radika moseketa ya mahanda rika musika prakota buye raba papa paladike alo radika masoko motoleke rika bata balose radika motota kayada rapata palate palute palaso radika reteke sekete kikapata la damaha rika bala sabradika boto kahanta raduba kasabradika bato kahante riko museka pradi reko tababaye sefra kola mahanta la babasaya resha taya mahanta la babuye. So leo nataka kupatiana challenge kidogo, maana naona tunaendelea kusahau kile tulichofundisha kuhusu kunena kwa lugha. Tunaendelea kujua wakati mwingine tunaendaka tunasahau. Ndio tukuja kurejelea pia somo lingine, niwaambia tunakuja tena kurejelea hilo somo kwa namna nyingine tofauti, lakini hilo so itakuwa very powerful. So sasa mimi nataka kuchukua mtu mmoja anene kwa lugha na fasiri. Sasa hapa pastor ndio umetuweza kweli. Nako nitafute mtu mmoja anene kwa lugha na afasiri kila ambacho amenena. Watu tunahitaji pia kusikia sauti ya Mungu. Tumekuwa kwa ibada. Nataka kuchengwa. Huyo mtu sijitokeze mwenyewe. Kama utaki uchaguliwe mwenyewe, fanya tu. Unena kwa lugha na ufasiri. Sitakupa maskini. Kuna madai iko juu yake. Niliwafundisha kanisani, wakati wote unanena kwa lugha, wakati watu wametulia, unafaa una make sure unajaribu at least kufuatisha nini? Fasiri, ili wasaidie wale ambao wamekusikiliza. Kama kuna mkeni ndani atachanganyikiwa kwamba uliongea nini. So ni vizuri unafuatisha na kufasiri ili watu wajue ni nini ambacho ulikuwa umeongea. Hata wale wenyeji waliomo ndani hawatajua. Unanena kwa lugha ukaaja hangi, si vizuri. Tunakuwa tunajifunza vibaya. Kulingana Biblia inasema wakati watu wametulia na unanena kwa lugha, unless kama unafundisha. Pia kama unafundisha ni tofauti. Lakini kama unajikuta kwenye hali ya kunena kwa lugha, watu wamenyamaza, wamekusikiliza, unaofuatia pia fasiri ya kile umenena. Ndio unaitwa kukomaa. Utakomaa, ukikuwa katika hilo,
Ukikuwa katika hilo itakusaidia mahali popote utaenda, hata kama for example amekuita kwenye kanisa mahali usalamia watu, utajikuta umeanza kunena kwa lugha. So ukiwaacha bure, watakuwa ndio watu wanafika mahali wanaidharau tongue. Anasema tongue ni vitu ambavyo hata havieleweki na nini na nini. Lakini ukijikuta mahali ukajikuta unanena kwa lugha, itabidi niachilie tu kunena kwa lugha, ninene alafu niseme hiki ndicho ambacho nilikuwa nasema. Naweza akasema hiyo ili wanielewe, ama naweza tu nikatoa fasiri bila kusema ni fasiri ya kila. Maana nikianza kutoa fasiri wataelewa, wala wataelewa kwamba hiyo ni fasiri anatoa. So mtu mmoja afanye hivyo. Aituharakisha kidogo. Uoga ni wa nini? Shida yetu ni uoga. Huyu hakuwepo tukifunza kuhusu kunena kwa lugha. So watu wote tulikuwepo. So sasa hapa tusiangaliane. Si pastor atanena kwa lugha fasiri nyingi. Mmoja ainue mkono. Sisi tunataka kusikiliza. So kwa wakati mmoja tukitazama tabia ya Kristo. Mimi sijakuane mtu mwenye ajichakue hapa. Mimi nitachakua. Ndio sababu sikuwa nataka kuchakua. Nilikuwa nataka mtu mwenye anasikia na at least anataka kutumia kikundi chetu, at least atutumie leo. Lakini wacha niingilie kati kwenye mauti ya Bwana ya Kristo. Tunaona Mungu ni wewe. na Mungu ni haki. Sawa, sisi tutatulia. Mungu inaingilia wapi? Mungu inaingilia. Sorry, huruma ya Mungu inaingilia pale. Mtu anastahili makofi, lakini Mungu anakuja badala yake. Anaingia katika badala yake. Anakuja ile adhabu ambayo ndio Bwana anaachilia uwezo wake juu ya maisha yetu, anaachilia uwezo wake juu ya maisha yetu kwa ajili ya kile ambacho tunajilisha na kujifundisha. Bwana anaachilia uwezo wake, anaachilia uwezo wake kwenye maisha yetu kwa ajili ya kutekeleza, kwa ajili ya kulitia neno lake, kwa ajili ya kukaa katika mpango wake. Baba anaachilia uwezo wake, anaachilia uwezo wake, unatiririka kama vile maji ya mto, unafurika ndani yetu. Zingatia, angalia, tazama kile ambacho Mungu anaachilia ndani yako, maana Baba anaachilia uwezo wake, anaachilia uwezo wake, anaachilia uwezo wake ndani yetu. Ndani yetu tunawezeshwa kabisa kwa kutazama neno la Mungu, kwa kutazama neno la Mungu na kudumu katika hilo. Usitembee ukiangalia juhudi zako katika kutii neno la Mungu. Tazama uwezo wake unaokuwezesha, unaotuwezesha kwa pamoja kwa ajili ya kulitumikia kusudi lake. Tazama uwezo wa Mungu. Nasema tazama uwezo wa Mungu. Usitazame nguvu zako, usitazame juhudi zako. Tazama uwezo wa Mungu ndani yetu unaotuwezesha, maana Bwana ameachilia uwezo wake juu yetu. Mkono wake uko pamoja nasi, unatufanikisha kwa ajili ya kila kazi njema ndani yetu katika Kristo Yesu. Nasema tazama uwezo wa Bwana, tazama uwezo wa Bwana unaotuwezesha, mkono wake unatufanikisha. Utazame huo, usiangalie na ukatumainia juhudi zako wala akili zako, maana hazitoshi. Tazama uwezo wa Bwana, tazama uwezo wa Bwana, tazama uwezo wa Bwana, maana uko ndani yetu. Ametupa Bwana kwa ajili ya kulifanikisha neno lake. Amen. Glory to God. Amen. Acha tutamanisha. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai, natamka neema na baraka, uzima katika maisha yetu. Asante kwa neno ambalo tumejifunza leo. Tunaomba na kupokea katika jina la Yesu hai. Asante Bwana kwa ajili ya fasiri ya Luka, pia ujumbe wetu tunapokea katika jina la Yesu. Jina lako limetukuzwa, limeinuliwa. Asante kwa kazi njema ambayo unafanya katikati yetu. Tunaomba na kupokea huo uwezo kwa ajili ya kuishi kusudi lako na kutenda kusudi lako. Jina lako limetukuka, jina lako limeinuliwa. Tamka baraka kwa watoto wako na ulinzi juu ya maisha yao. Nuru ikasiti kung'aa katika maisha yao. Watembee katika mtembeo wa baraka, waone nguvu zako katika utendaji. Pokea sifa, maana wewe ni baraka. Katika jina la Yesu tunaomba na kupokea. Glory to God. Before
tuende kuwa na sahau wakati wote tukusanyika